Bwana Yesu atusaidie. Amen. Yesu anakupenda sana. Amen. Amejua ya kwamba wewe ni mtumishi wake. Amen. Anataka kila mahali alipo na wewe uwepo. Amen. Lakini anakuomba umfuate. Amen. Lakini nilikuwa natafakari hili neno kufuata. Kufuata ni nini? Kufuata ni kama kutii. Kufuata ni kama kutenda. Kufuata ni kama kujikana. Kufuata ni kama, unaweza ukaongezea hata na wewe unajua. Kufuata. Kwa mfano kama sisi wanawake, unaolewa, unamfuata huyo mwanaume. Ndio unatakiwa umfuate, umtii, ufanye kila kitu. Bwana atusaidie sana. Amen. Na Yesu ndio anasema, mtumishi wangu na anifuate. Umfuate Yesu kwa kumtii. Umfuate Yesu kwa kujikana mambo yako, kwa kuacha mambo yako, lakini umfuate Yesu. Kwa nini umfuate Yesu? Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa nini umfuate Yesu? Na unajua kufuata ni kama watu wako safarini. Bila shaka tangu ulipozaliwa ulishaanza safari ya kuipita dunia. Kwa hiyo na katika safari ya kuipita dunia una bahati nzuri au una neema ya kumwamini Yesu. Na hivyo unatakiwa, kwa kuwa umemwamini Yesu, umfuate huyo Yesu. Maana katika neno lake anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Bwana atusaidie sana. Amen. Kwa hivyo tunapaswa kumfuata yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kanuni au kuna mambo ambayo atakuongoza safarini, au kuna maelekezo ambayo atakupatia. Hivyo tunatakiwa umfuate ili upate kujua maelekezo ya kupita hapa duniani, au upate kujua maelekezo namna utakavyomtumikia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaona mfano kwa mtumishi wa Musa, kwa mtumishi wa Mungu Musa. Aliitwa na Mungu kule mlimani, akapewe maelekezo au akapewe kanuni namna gani watakavyoishi kwenye ile nchi, au namna gani watakavyotembea katika njia kuendea nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia. Hivyo tunatakiwa tumfuate Yesu ili tupate hizo kanuni, au ili tupate hayo maelekezo ambayo yatatusaidia katika safari yetu ya kupita hapa duniani. Bwana atusaidie sana. Amen. Unapomfuata Yesu, wakati mwingine anapita maeneo ambayo hayafurahishi. Wakati mwingine anapita maeneo ambayo ni mazuri. Kwa taarifa yako, Yesu hana wakati wa baridi, hana wakati wa jua, hana wakati anasema labda anapandisha mlima, hana cha moto, hana cha simba. Bwana atusaidie sana. Amen. Haya yote yako kwetu sisi wanadamu. Ndio hayo yanayotutia hofu, ndio yanayotutia uoga. Na kwa sababu hiyo tukimfuata Yesu ambaye yeye hatunaga moto, hanaga wanyama wakali kama vile simba, hanaga jua kali. Unakumbuka wakati wana wa Israeli wanasafiri, walijiona wako kwenye jua kali sana. Ile njia ni kavu mno, ni jangwa sana, lakini Mungu alishusha wingu likawafunika. Unaona sasa Mungu hana wakati mgumu. Mungu hana wakati ambao unaweza ukamtisha yeye. Kwa hiyo ni vizuri umfuate ili upate hayo maelekezo kwa ajili ya safari yako. Tunaona Danieli alimfuata aliposikia kwamba wanasema sasa ni kipindi cha kumtupa kwenye tundu la simba. Kwa kuwa alikuwa anamfuata na akawa tuna uhakika kwa hiyo na yeye ni kama amefanana na Mungu hivi. Kwa hiyo hakuona kama kuna simba, alidumbukizwa tu tipi kwenye tundu la simba, kwenye shimo lile. Mimi nafikiria lilikuwa ni shimo, sijui watumishi wa Mungu wanasemaje. Ni shimo. Ni shimo, wanasema ni shimo ambalo simba walikuwa wanafugiwa humo. Sasa simba wanaofugwa ni afadhali ya simba wale wa maporini. Maana hawa hawali kwa wakati, wale wanajilisha kwa wakati. Kwa hiyo Danieli alivyotupiwa kwenye simba,
kwa kuwa yuko na Mungu anayemuongoza, hakuogopa chochote. Yaani nimemtafakari sana na Danieli, unasikia kabisa na wewe ni binadamu unasikia. Sasa mfalme mwenyewe anayekupenda anatia sahihi kwamba utupiwe, anapiga muhuri kwamba utupiwe. Akasikia baba wa watu, kwa kuwa alikuwa na mazoea ya kuomba Mungu, hakutetereka, akaenda kuomba Mungu kama kawaida na baadaye akatupiwa. Lakini hizo habari tunazifahamu. Kuna simba alipanua hata mdomo? Hajapanua, kwa sababu Mungu hatunaga cha simba, hanaga cha jaribu, hanaga cha jambo gumu. Lakini mambo yale magumu ni yako kwetu, hayo mambo mabaya yako kwetu. Kwa kuwa yako kwetu na kwa Yesu hayapo, tunapaswa tumfuate huyu Yesu ili atupe maelekezo namna gani tutapita. Bwana Yesu atusaidie sana. Tupende kumfuata Yesu atupe maelekezo. Ni katika Isaya kama 43 anasema, ujapopita katika moto hautaungua, wala mto hautakugharikisha. Kwa hiyo ni maneno ya uhakika, ila sisi tunayapokea sio kiuhakika, lakini ni neno la Mungu lenye uhakika. Mungu anisaidie nilitumie ili nisiwe ninaogopa, ili nisiwe ninahangaika. Bwana atusaidie sana. Hautagharikishwa na mto. Yaani ukikutana na jambo fulani linataka kukufunika kabisa usiwepo. Si unajua mto ukimchukua mtu anafunikwa kabisa, tunakuwa hayupo, au moto unamunguza anateketea, anakuwa hayupo. Kwa ujumla mambo mabaya yana nia ya kumfanya mtu wa Mungu asiwepo katika ulimwengu wa roho. Lakini Yesu anasema hautateketea wala mto hautakugharikisha, kwa sababu yeye ni Mungu. Hebu tupende sasa kumfuata. Tupende kumfuata kwa mioyo yetu yote. Tupende kumfuata Yesu, maana yeye anaijua njia yote. Si ni yeye ndio alitoka kwa Baba mbinguni? Ni yeye ndio anayejua habari zote za mbinguni. Ni yeye ndio alikuwepo tangu wakati ulimwengu unaumbwa. Ni yeye ndio walishauriana na Mungu na Roho Mtakatifu kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Amen. Kwa hiyo huyu Yesu aliyekuja duniani una neema ya kumfuata. Kama ni mtu mkubwa sana. Amen. Kama ni mtu ni mkubwa kuliko kupita mtu yoyote hapa duniani. Amen. Kwa sababu ni mtu gani ambaye ameishi mbinguni na anajua duniani na anajua wasomi wanasema kila sayari, anaelewa kila kitu na jinsi kinavyoenda. Kumbe na alijua ya kwamba mimi nitasimama siku ya leo. Mimi sijajua. Bwana nisaidie sana. Kwa hiyo furahia kumfuata Yesu. Amina. Furahia kumfuata Yesu. Amen. Usikubali kuachwa na Yesu. Utaenda kama vile chupa ambayo imeisha maji. Unajua chupa ambayo imeisha maji, kama umeshakunywa maji, yani chupa inakuwa rahisi kubeba, ni nyepesi, lakini ndio mbaya, maana haina kitu. Chupa iliyoisha maji inatupwa, lakini yenye maji ndio inayobebwa. Hutamkuta mtu mwenye akili zake timamu amebeba chupa ambayo haina maji. Lazima abebe chupa yenye maji. Kwa hiyo kubali kutembea na Yesu. Utaonekana vema mbele za Mungu. Utaonekana vema ndani yako mwenyewe. Utaonekana vema hata mbele ya kanisa. Kuna watu ambao Yesu aliwaita na kuna watu ambao Yesu aliwaponya wakamfuata. Kwa mfano tukiangalia Mariamu Magdalena. Wanasema Mariamu wa Magda. Kwa hiyo huyu Mariamu wa Magda Megdo. Kumbe ni Megdo tena. Nilijua hivyo sahihi, wa Magda ni wa Megdo. Amen. Sasa sijui imekuwaje wakaita Magdalena. Wanajua wenyewe waliotumiwa na Mungu kuandika mahali hapo.
Kwa hiyo huyu Mariamu wa eneo hilo ambalo linaitwa Megdo, anaonekana alikuwa ni mwanamke mtajiri, lakini alikuwa na shida. Na matajiri ambao hawako ndani ya kanisa wana shida jamani. Usitamani utajiri wa mtu ambaye yuko nje ya kanisa. Hebu wewe iga mfano wa matajiri ambao wako ndani ya kanisa. Amen. Kwa sababu ambao hawako ndani ya kanisa hawakupi siri zote. Yes. Kumbe wengine unasikia hawalali kwenye vitanda vizuri, wameweka tu siku ya mgeni, kwa sababu hatuna watu wenye nyumba nzuri na wasafi, si unawajua tena. Anafungua mlango na mgeni anaangalia chumbani. Hata kuingiza utaangalia, utasema Mungu, utajiri huu, mbona na mimi ni mtu wako na kuamini, kwa nini sipate? Na huyu ni mpagani amepata, kumbe ana shida. Na Mariamu alikuwa tuna shida, alikuwa na mapepo. Bila shaka hayo mapepo kwa hisia zangu labda alitafutia huo utajiri. Yesu alipoyakemea akawa mzima, akamfuata Yesu, akaanza kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wanawake wanaonekana wanawake wengi ambao waliponywa, na huyu Mariamu ni mojawapo ya wanawake ambaye ametajwa kwenye Biblia kwamba alimfuata Yesu. Kila alipoenda alimfuata Yesu. Na ukumbuke wale watu hawakuwa wanatumia pikipiki, sio kama sasa hivi kuna neema ya pikipiki. Ilikuwa ni kutembea kwa miguu. Kwa hiyo huyu mama pamoja na utajiri wake hakuwa na gari, na kama angekuwa na gari, kama Yesu anatembea kwa miguu, wewe utatembeaje kwa gari? Haiwezekani. Na Yesu lazima atembee kwa miguu ili awafikie watu wote. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo tumfuate Yesu kama hawa wanawake ambao walimfuata Yesu. Unajua wanawake tuna bahati, ni kwa nini au tuna neema? Pale kaburini, sijui kwa nini wababa hawakusema, hawakuenda. Yaani walikuwa hawana mawazo haya. Yaani mtu akifa watu wanajua amemalizika, lakini sisi wanawake kaupendo bado kapo hata kama ameshakuwa maiti. Bwana atusaidie sana. Amen. Tunajaribu kupamba, tunajaribu kuweka sawa hata apendeze, japokuwa haeni. Lakini sasa hao wababa walishajua hiyo imetoka, tumeshapata aibu tu sasa. Tulimfuata hivi, alafu tena anakuja kufa anazikwa. Yaani kama walijiona wamepata aibu, lakini wanawake walisimama imara. Walishapanga mipango kabla ya kesho yake. Wakati wanaenda kumpaka mafuta, wamejikusanya hawa wakina Mariamu matajiri, wakanunua manukato, wakaenda asubuhi na mapema ili wampake Yesu mafuta. Si ndio ikawa neema kubwa? Wakakuta Yesu amefufuka, lakini ndio akawatokea wanawake kwanza. Wababa mnawakilishwa na Petro, wababa mnawakilishwa na Petro. Petro alikuwa anampenda Yesu sana, lakini amekimbia kuchungulia tu hivi, akajua hamna kitu. Ila wamama wanaangalia, huenda yuko pande huu, huenda yuko pande huu, huenda yuko pande huu. Wababa sasa Petro ndio amewawakilisha. Alikimbia. Petro alikimbia. Japokuwa alipenda sana Bwana, lakini alikimbia. Wale wanawake kuna msemo wanasemaga, ukiwa unatoka ndani ya nyumba mwanamke anachelewa, sijui kujipodoa, sijui kuweka rangi, sijui yaani kujiweka sawa. Nafikiri imeanzia huko kwa kina Mariamu. Wakasema sisi hatuwezi kuondoka kaburini haraka. Wanaendelea kuangalia hivi, hawezi kuwa hata humu. Kama hiyo ni bustani, maana alipozikwa Yesu ni eneo ambalo linaitwa bustani. Kwa hiyo labda kulikuwa tuna migomba, kulikuwa na miti, pengine amepanzwa hata kwenye mti huko. Yesu akawatokea wale wanawake, akawaambia ni mimi. Bwana atusaidie sana. Hebu tumfuate Yesu. Amina. Ili atutokee kwa mambo mbalimbali. Amen. Haujafuata Yesu kama anavyotaka, tofauti kabisa na kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu umemwamini, ila
kumfuata sasa, kumfuata, kutii. Hapa kama ni watumishi hapa wanaona hawa wote kweli wameamini, lakini kumfuata Yesu ni siri yako. Kuna mambo mangapi Yesu amekuambia twende hivi, ukasema huko kuna bahari tutapitaje? Huko kuna jambo sio zuri, nitapitaje eneo hili? Ndivyo tulivyo wanadamu. Mungu atusaidie sana. Yesu amekuambia mambo makubwa ambayo ungemfuata, ndiko iliko baraka yako, ndiko iliko amani yako. Bwana atusaidie sana. Usitoe sababu kwa Yesu kwamba hapo unakoniongoza hapo sio sawa. Kiongozi haambiwagi hivyo. Wewe mfuate tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mfuate tu Yesu. Usianze kutunga na wewe vya akili vyako mbele ya Yesu. Ni vidogo sana. Wana wa Israeli wakaenda, wakaongozwa na Mungu. Hata Musa mwenyewe nafikiri alikuwa anashangaa sana. Wanaenda, Musa anajiuliza kama kiongozi, sasa hii njia tunaenda, mbona tunakutana na bahari? Basi tu kwa kuwa ameniambia tutapita hii njia, basi kwani maji yaliachia njia? Wanakaa Musa, paka jeshi la Wamisri tena linatukuta hapa. Hadi Musa mwenyewe akasema, Mungu, sasa inakuwaje? Mungu akamuonyesha, akamwambia hiyo fimbo yako ulionayo yapige hayo maji. Bwana atusaidie sana. Amen. Wewe kubali kuongozwa na Yesu. Naamini kama kuna mambo ameongozwa, lakini sasa kwa kuwa mtumishi hawezi kufika ndani ya moyo wako, umeacha kufanya. Unaambiwa ufanye hivi, unaacha kufanya. Unaambiwa ufanye hivi, unaacha kufanya. Sasa hivi kuna sijui ukiwa wa watumishi vijana. Si kwani vijana hawako makanisani? Si wapo? Kwa nini sasa watumishi wanahangaika namna hii? Jamani, tunataka watumishi vijana waamke kumtumikia Yesu. Mnakaa tu na kumbe Yesu amekuakilia kabisa. Ni wewe nenda unasema hivi nilikuwa naota au vipi? Hakuna cha mchungaji Kefa amesikia, hakuna cha mchungaji Epafras amesikia. Basi nakuja tu kanisani. Bwana atusaidie sana. Lakini kumbe kuna mambo Yesu anataka ufuatane naye. Yesu anataka umfuate ili azidi kukuelewesha zaidi. Amen. Ili azidi kukufunulia zaidi. Lakini umekuwa ukinyamaza ndani ya moyo wako. Bwana atusaidie sana. Amen. Pia wako na watu ambao walikataa. Yesu alitoa mfano moja kwamba kuna mtu aliandaa karamu. Huyo mtu ameandaa karamu. Ujue mtu anayeandaa karamu ni wale matajiri, vitu vyao vinawawasha hivi. Sijui wanafikiriji watu wakila itanipunguzia yale madhambi ninavyofikiria. Kwa hiyo ameandaa karamu. Maana hata haijasemwa kama kulikuwa na harusi au kulikuwa na send off. Hamna. Imesemwa tu ameandaa karamu. Nikawa nafikiria huyu mtu ni vitu vipo. Kama ni ng'ombe za kuchinja zipo, kuku zipo, mawali yapo, yani kila kitu kipo. Sasa ameandaa na amewapa watu kadi. Amewapa watu kadi ili waje kula sasa chakula. Akamtuma mtumishi wake, kawaite sasa. Chakula kimeshaandaliwa, kiko tayari. Na ukialikwa kwa matajiri, jamani, Emmanuel Muna waga tunasema ni vyakula kabisa. Ni vyakula vya kutosha. Lakini ni cha ajabu wale watu waliokuwa na kadi wakaanza kujitetea. Mimi bwana, samahani, sitakuja. Maana nimenunua shamba, siwezi kuja. Na mwingine akaambiwa, na wewe twende. Akasema, mimi samahani, ndio nimeoa juzi tu, siwezi kuacha mwali wangu. Na mwingine, mimi ndio nimenunua ng'ombe. Yaani na unajua sasa nikitaja ng'ombe na mimi niko napenda ng'ombe. Bwana atusaidie sana. Mimi nimenunua
tuombe. Kwa hiyo nipo tu naangalia utajiri wangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yawezekana unazo sababu ambazo unaziwakilisha kwa Mungu, kwamba mimi siwezi kukufuata kwa sababu mimi sasa umenibariki, nitaachaje hivi vitu vitaibiwa? Kama ni mtu mwenye duka kama Mzee Mbise, lakini kwa kweli Mzee Mbise ni mtumishi mzuri. Ni mtu mwenye maduka makubwa, lakini Jumatano yupo, Ijumaa yupo, si unaona? Na humu kuna watu wameshabarikiwa lakini wanakuwepo. Kwa hiyo usiwe kama hawa. Unatoa sababu kwa Yesu kwamba mimi si unajua umenibarikia kitu fulani, taachaje? Kitu fulani kitaharibika. Kwa hiyo sitaenda siku ya Jumatano au sitaenda kwenye utumishi kwa sababu nitaachaje hili jambo, na nilikuomba we ukanipa, sasa nitaliachaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo tusishike sana zile sababu. Achilia hizo sababu. Mbele za Mungu hamna kitu kabisa. Mfano mzuri ni kwamba mtu akifa haendi na chochote. Hebu huo unajipa huo mfano. Achia kabisa, kama ni duka yako, kama ni charahani yako, iachie kabisa. Unasema kwani nikija kufa nitakwenda na charahani yangu au na duka langu? Si haiwezekani, watu wa Mungu. Usiwe na sababu. Hizo sababu zinakuwepo ndio tunakufanya usimfuate Yesu. Na sasa Yesu ni mwanana. Amekupa uhuru wa kuchagua. Akikuona amekuambia hili, haujamfuata. Anakuambia hili, haujamfuata. Tayari sio kwamba anasimama, yeye anaendelea na safari. Anamshika mtu mwingine njiani, unifuate, ufanye hili. Tayari nafasi yako itakuwa imechukuliwa na mtu mwingine. Bwana atusaidie sana. Tusiwe tuna sababu katika maisha yetu. Hizo sababu ni sumu. Hizo sababu mimi nilikuwa nafikiria hiyo sababu uifanye kama ni adui katika maisha yako ya kiroho, kwa sababu inakufanya usimfuate Yesu. Na kama mnavyojua, jengo hili hatujachangishwa, hatujasaidiwa na wazungu. Kwa hiyo hapa kila mtu anajua atapokea baraka. Hasa swali, je, ukipokea hiyo baraka itakuwa ndio sababu usimfuate Yesu kusikia mambo mengine? Na kama ndio itakuwa sababu, angalia usije ukachelewa kupokea baraka. Hebu jiachie kabisa tu ndani ya moyo wako kwamba Yesu, mimi nitakufuata. Kuna baba moja kwenye Biblia akamwambia, Bwana, nitakufuata popote uendako. Nitakufuata popote uendako. Na huyu mtu kweli alikuwa amejitoa. Maanake Yesu alikuwa anatembea kwa miguu, anapita milimani, sengine hamna chakula, wanaendelea mchana kutwa, lakini anasema na nitajitoa kukufuata popote uendako. Ningeupata huu mstari. Sijui ni siku ngapi wamemfuata, lakini Petro labda alikuwa mtu mchumi kama wewe, ameacha nyavu zake. Sasa anajiuliza, mbona biashara yangu inakufa? Na Petro anaonekana alikuwa na familia. Si tunajua kwamba mama mkwe wake aliponywa na Yesu, kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye familia. Sasa anajiuliza, kila siku nikimfuata huyu mtu itakuwaje katika maisha yangu? Yesu akamwambia, utapata mara 100 hapa duniani na uzima wa milele. Kwa hiyo usiogope. Amua kumfuata Yesu ndani yako. Amua kusema, Yesu, nataka nikusikie kwa upya. Yesu, nataka nikuone ukinisemesha. Na utubu. Unajua kuna vitu Yesu haachi kusema na kila mtu moja. Kuna kitu Yesu amewahi kukuambia, hebu fanya kitu fulani kwa ajili ya utukufu wangu au kwa ajili ya utumishi. Lakini kwa kuwa mnasemezana mko na Yesu wawili, haujapata kudhihirika. Kwa maana unasema, nitaachaje vitu vyangu? Nitaachaje kama ni shughuli yangu? Nitaiachaje?
Usiwe na maswali ya namna hiyo, jitupie moja kwa moja ili kumtumikia Yesu. Bwana atusaidie sana. Tupende kumfuata Yesu, maana kuna mambo mengi ambayo atatuelekeza. Kuna mambo mengi ambayo atakusaidia. Kuna mafunuo mengi, na kama ni mtumishi wa Mungu utakuta una mambo makubwa ambayo Mungu anakupa kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu umeamua kumfuata. Biblia inasema siri ya Mungu, siri ya Mungu iko wapi? Iko kwao wamchao. Sasa wewe uchague kuwa mtu anayemcha Mungu, na kumcha Mungu ni maisha yako. Bwana atusaidie sana. Ni maisha yako na Mungu wako. Ni namna gani umeamua kuambatana na Bwana, ni namna gani umeamua kumfuata Bwana. Ndio siri za Mungu zitaanza kuja kwenye moyo wako. Siri za Mungu zitakapokuwa zinakuja kwenye moyo wako, na Yesu atakuwa anafurahi kabisa, maana anajua sasa mtu fulani atapelekewa ujumbe fulani kwa ajili ya huyu mtu ambaye amejiweka wazi moyo wake. Tumfuate Yesu, ana mambo mazuri ya kutuelekeza, tuna baraka zetu, na pia Yesu ni uzima. Bwana atusaidie. Si amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima? Kwa hiyo Yesu ni uzima. Ukimfuata Yesu una hasara tena jamani? Mtu atapata nini kwa ajili ya uhai wake? Si heri vitu vingine viwe nyuma ya maisha yako, lakini upate uzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Tulikuwa na mama mchungaji wetu mkubwa kule Singida, aliumwa sana. Yule mama alipoumwa, alikuwa ni mama anayemtumikia Mungu. Yaani mimi kibinadamu changu niliona huyu mama amemtumikia Mungu sana. Kwa hiyo akawa tunaumwa miguu akisimama wanasema mifupa ni kama inavunjika. Sasa neno ambalo nimelisikia ni kwamba anasema, Yesu, kama utaiponya hii miguu, yani nitatembea zaidi ya wakati ule, nitatembea ili nikutumikie. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, nyakati pia zinapita. Kama ni utoto tunapita, ujana unapita, na uzee tunao unapita. Unataka uje utamani kwamba kumbe mimi huku nyuma sijatumika, kumbe mimi huku nyuma sijafanya kitu fulani. Kwa hiyo sasa, Mungu nisaidie. Utaanza unatamani sasa uwe kijana, urukeruke, ufanye nini? Mambo ya kimungu haiwezekani tena. Kwa hiyo fanya kwa wakati unaokubalika, fanya kwa wakati ulionao kwa sasa. Bwana atusaidie sana. Hata kama uko mzee, ikiwa bado tunaishi, kuna jambo lako Mungu anakupa. Wewe kaa na Yesu, wewe tembea na Yesu, msikilize anasema nini. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa kanisani tuko na mzee ambao tunamuona kama mzee sana. Na mimi ni mzee sasa, lakini mzee Lengarivo kidogo tunamuona kama mzee. Hakudaiwa chochote kwa ajili ya hii kanisa. Lakini tulikuwa tunaona yeye kwa kuwa ni wazee ambao wamesimama imara kwenye kanisa hili. Tulisikia historia wakati tunakaribia kuondoka. Yaani hamna shida kabisa, lakini kwa kuwa ni mtu ambaye tunapenda kutembea na Yesu, akasikia alete malori ya mawe. Bwana atusaidie sana. Hapo ulipokaa chini pia kuna mawe ya mzee Lengarivo, kwa sababu amemsikia Mungu akimwambia. Yaani angeweza kujitetea kwamba sijui baba askofu au mchungaji, si unajua tena, yaani mimi ni mstaafu na huko tulikotoka tumejenga makanisa sana, yaani sasa hivi ni zamu yenu nyie vijana mfanye na ninyi mfanye. Hapana, hakusema hivyo. Kwa moyo wake wa furaha, na yeye akatoa lori la mawe na mengine mengi ametoa. Bwana atusaidie sana. Hebu tumsikilize Yesu anatuambia nini. Kila mmoja awe na wivu wa kutembea na Yesu. Unatamani akuambie kitu gani ukifanye. Mimi nina binti yangu moja aliwahi kuniambia, mama wewe niombee, nikipata hela, yani misheni mimi siuachi.
umisheni, nitamtumikia Mungu kwa hizo hela. Na mimi sasa ninamwombea, nasema Mungu, umeona nia ya huyu mtoto, umeona nia ya huyu dada, mpe hela ili azipeleke kwenye umisheni na zingine zifae familia yake atakayoipata. Bwana atusaidie sana. Unaweza kujiona kwamba umefanya sana, kwa maana hapa tulipo wengi sio wenyeji, tumetoka makanisani kwetu huko tulikotoka. Unaweza ukajiuliza, sasa mimi nitakuwa wa kujenga makanisa mpaka lini? Nitakuwa wa kwa mfano kijana wetu Victor, umechangia hapa na huko unakoenda unakuta ujenzi. Hivi umewahi kukataa? Hapana, kwa sababu unafuatana na Bwana. Bwana atusaidie sana. Na mimi nilikotoka nikiwa bado kijana, tulijenga kanisa huko nyumbani kwetu. Hata kama tunabeba miti. Maana vyombo vya miti kweli tunayo, lakini chombo cha kupasulia mbao utakitoa wapi? Na mchungaji hana. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo sasa mchungaji ni kila Jumamosi, maana nilikuwa mwanafunzi, nasema jamani, hao wanapangaga kila Jumamosi kwa nini? Kumbe nilikuwa ninatafutwa mimi. Bwana atusaidie sana. Yaani huku baba mzazi anataka Jumamosi ni kwenda kulima, mchungaji huku nako anasema Jumamosi ni kwenda kusomba miti. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo kama uko mvivu utakosa yote, kwa kuwa unataka kusikia Bwana anasema nini. Mimi nilikuwa naamka usiku kulima. Huyu hapa rafiki yangu anajua mimi nilikuwa naamka usiku kulima. Kwa hiyo nilienda na hiyo tabia hiyo ya kuamka usiku. Kwa hiyo naamka usiku, baba akija kuamka anakuta sasa ukija kumponyoka ukaenda kubeba tena miti ya kanisa atakataa. Umeshalima, umeshafanya jambo. Bwana atusaidie sana. Jamani, kumfuata Yesu sio uvivu. Sio uvivu. Ukiwa mvivu hauwezi. Yaani hautakaa usikie Yesu anasema nini kwenye maisha yako, kwa sababu hujatafuta. Biblia inasema kaa kwa kupapasa papasa. Haujatafuta, haujajishughulisha. Sasa ukikaa tu unataka usikie Bwana aseme. Hapana. Ukitoka hapa kanisani, kila siku ukija kanisani, ukitoka ndio unaenda kufanya bidii zaidi. Bwana atusaidie. Ndio unaenda kutafuta zaidi. Mwambie Bwana, mimi nataka kutembea na wewe. Nataka nikusikie. Nataka unielekeze nifanye nini. Kwa hiyo tumejenga kanisa. Tumejenga hilo kanisa, nikaolewa. Huko nako nikakuta hamna kanisa. Hamna kanisa. Na sasa kanisa la mchungaji lilikuwa ni kanisa la vijana. Lilikuwa linaitwa kanisa la vijana moto. Wanaitwa kanisa la vijana moto. Maana wakikukuta kukuhubiri, wewe ukubali tu. Hata kama ulikuwa hujakubali. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo najiuliza sasa, jamani, huku tena tunaofyatua matofali walikuwa hawaleti. Kwa hiyo tunafanya kwa furaha kwa sababu kitu kiko ndani yako. Je, unamtaka Yesu? Unamtaka Yesu kweli kweli akuongoze? Usitake kwamba Yesu niongoze sasa na mimi ifike siku moja nipande mahali pale nitoe ujumbe. Nayo ni nzuri, lakini kiukweli wewe taka Yesu akuongoze. Mambo ya kufikia cheo fulani ni siri ya Yesu. Hiyo ni Mungu atunajua. Lakini wewe taka moyoni mwako Yesu akuongoze. Mimi nawapongeza wamama wa kanisa la FPC Arusha City Church. Yaani ni wamama jamani, wako vizuri. Mungu anawasemesha. Jamani, watumishi wa Mungu, hata kama hamjui, yaani wamama hawa sasa hivi wanashikamana, wako mbali. Siku moja nikaitwa, twende ukaongee mahali fulani. Kumbe wamama wameanzisha, sijui ndio YouTube. Yaani ni dunia nzima sasa hivi inawatazama.
wamama wa kimahama wa City Church wanatazamwa. Tunaona wamama huko, hebu semeshwa kabla hujaitwa na mwenyekiti. Semeshwa jambo na Bwana. Mfuate Bwana akusemeshe jambo. Nimeona kuna wamama wengine ambao sikuwatazamia kabisa kwamba na hawa nao watakuwepo kuongea kwenye YouTube, watakuwepo kabisa. Yaani sikutegemea. Sikuwategemea kabisa. Lakini mtu tayari amekaaje na Bwana ndani yake. Mungu anamsemesha, hatimaye kiongozi wa wamama anamuona. Bwana atusaidie sana. Amen. Tukae tayari basi kutembea na Bwana. Tukubali kutembea na Bwana. Kuna vitu vyetu vingi tumeshaviacha. Tumwambie Yesu atusamee. Tumwambie Yesu atusamee. Kuna vitu vizuri umeviacha nyuma. Na tayari Yesu alishaweka mtu mwingine. Ila Yesu akikusamehe, kama kweli umekubali, atakufunulia tena. Atakusaidia tena. Na wewe mwisho utafikia mahali ambako Yesu anataka ufikie. Tupende kutembea na Yesu. Usiogope. Hata kama atapita mahali ambako sio pazuri kibinadamu, wewe jua ni pazuri tu. Wewe elewa ni pazuri tu. Kwani Musa huyu mimi nampenda sana. Si aliondoka na wana wa Israeli akapita jangwani. Watu watunalia maji, kiu. Lakini Musa anasema moyoni, ninavyomfikiria. Anasema moyoni, yeye Mungu anajua. Na kweli kule ni nchi kama mbaya, lakini Mungu anajua nzuri. Ni jangwa lile la mchanga na hasa mawe. Hakuna uwezekano wa kuchimba maji. Ndio ujue Mungu anaweza kutumia kitu chochote. Mungu akatumia hilo jiwe kwamba Musa ligonge hili jiwe litatoa maji. Bwana Yesu atusaidie sana. Na kweli maji yakatoka, wana wa Israeli wakanywa yale maji. Bwana Yesu atusaidie. Usichelewe sasa. Usichelewe kwa kuwa umesikia neno la Mungu. Amua moyoni mwako kwamba Bwana, ninaanza kukufuata kwa upya. Bwana, ninaanza kukufuata kwa upya. Tumesikia neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu hapa makamu alisemaje? Tuwe na mwanzo mpya. Tunaanza mwanzo mpya. Anza mwanzo mpya. Umemwamini Yesu, umefanya vizuri. Umemtumikia sana, yawezekana tukakusifu sana kwamba wewe umetumika sana. Lakini Bwana anakutaka uanze tena upya. Bwana anakutaka uanze tena upya. Utakapokuwa umemaliza, hata ukiondoka, we mwenyewe una amani, kwa sababu umekwisha kufanya yale ambayo Mungu anakutaka uyafanye. Hii ni wiki ya utumishi kwa wanawake katika FPCT yetu. Na kwa kweli nimewafikiria sana. Nimemfikiria yule mama moja. Maana wazo linaweza kuwa la wote, lakini limeanza kwa mtu mmoja. Kwamba kuwepo na UWW, kuwepo na umoja au ushirika wa wamama kuwepo. Na imekuwa baraka kwa taifa zetu. Kwa sababu kuna watu ambao wanajificha. Kuna watu ambao wamejificha wasionekane katika kumtumikia Mungu. Lakini UWW kwa wamama imekuja kama tochi inayokumulika, na wewe unatumikaje? Bwana atusaidie sana. Amen. Tusichukie sana na wamama, hata lile grupu la wamama tusilichukie. Wewe kama kweli hauna pesa ya kutoa, kwa kweli viongozi wetu ni wazuri. Hakunaga mtu ameenda nyumbani analia, nimekabwa kabisa, hela yangu nilikuwa nitanunua mchicha wa watoto. Hamna kabisa, hiyo kitu haipo. Yaani Mungu amewapa neema, wanatuongoza vizuri sana. Kama kweli hauna, usiwe na shida. Usiseme natoa kwa sababu sasa si ni kwenye grupu inaonekana, sasa mimi nitaonekanaje? Hebu fanya kwa moyo. Bwana atusaidie sana. Amen. Kama kwa mfano niliouona tulivyotumika kwa ajili ya kujenga kanisa hili, kwa kweli tumejenga kwa moyo. Tumejenga kwa furaha.
tumejenga kwa upendo. Sasa hiyo sifa isiishie hapo. Hebu ona tena unafanya nini, ona jambo la kufanya. Sasa hivi sisi wamama tuna, sijui niseme Joyce, ni kama tuna dirisha moja ambalo tutaliweka. Sasa hilo dirisha ambalo tutaliweka kama wamama ni baraka. Lakini hapa mama moja akiugua, mume wake atatoa zaidi ya hilo dirisha. Kwa maana hiyo fanya kwa ajili ya hilo dirisha. Lakini hebu mwambie Yesu, unanisemesha nini? Kama hajakusemesha, wewe kuwa na amani kabisa. Lakini akikuambia chukua dirisha lingine mwanangu la kwako, usichukie. Maana yake kuna jambo ambalo Mungu anakutaka wewe uingie kwenye hiyo baraka. Bwana atusaidie sana. Yesu akitaka umfuate, sio hivi, ni kwamba anakupenda, anataka akukumbatie, anataka ukae kwenye mbawa zake, anataka aachilie baraka zake, anataka aachilie mwelekeo wa maisha yako, anataka aachilie ufahamu. Jamani, ufahamu wa kumfahamu Mungu. Mungu atusaidie sana. Kimfahamu Mungu tukafika kwenye vile viwango vizuri ambavyo Yesu anavitaka. Sio watumishi wanataka, Yesu mwenyewe anataka ufike kwenye kiwango fulani cha kumfahamu. Itakuwa baraka sana kwenye maisha yako. Ndio tunakuta mtu anachukuliwa, mafuta yanachemshwa, alafu anaambiwa sasa tunakutupia kwenye mafuta. Ni yule Yohana hajasema hapa hakuna wachungaji, hamna nini. Jamani, niwaambieni ukweli, naomba mniache. Ni kwa sababu tunamjua Mungu. Hajasema naombeni mniache. Alitupiwa kwenye pipa la mafuta na akapona. Alipelekwa kwenye kisiwa cha Patimo, akakaa huko peke yake, na sijui alikuwa anaandika haya makaratasi aliyapata wapi. Nafikiri uwezo wake wa kiakili ulikuwa unafanana kama hivi na malaika. Hasa malaika anakuja anaongea mfululizo, andika kwa kanisa fulani, andika. Lakini ufahamu wake kwa kweli ulishakuwa juu. Yaani yeye tu sijui anakaa kwa huku, sijui huku. Yaani yanabaki tu, yanabaki. Kuja kuchungulia wale maadui zake, yaani Yohana bado yupo jamani, tutafanyaje sasa? Na mtu ukianza kumuua hafi, hauliki. Yaani utakuwa umeshindwa sana. Bwana atusaidie. Hebu tumtake Mungu, tutake kufuatana na Yesu, na ufahamu wetu kiroho upate kuongezeka. Tupate kumfurahia Mungu zaidi. Tupate kumpenda Mungu zaidi. Kuna waimbaji wakasema, yani tukupende zaidi ya miujiza yako, si ndio? Paulina, tukupende zaidi ya miujiza yako. Tukupende, yani ni kana kwamba mtu huyu ametafakari sana. Hebu tumtake Yesu atuongoze. Tumtake Yesu awe pamoja na sisi. Lakini kuna mambo ambayo Mungu alishakunong'oneza. Wakati unakubali kufuatana naye, anakuambia sasa utafanya hivi, utafanya hivi. Si unasikia moyoni kabisa, moyoni unasikia kufanya hivi. Alafu unasema hapana. Unaacha. Mnaenda, Yesu nakupenda. Na unasikia tena sasa utafanya hivi. Hapana, unaacha. Kwa kweli hiyo inamuumiza Yesu. Hiyo inamhuzunisha. Bwana atusaidie sana. Tufurahie kutembea na Yesu ili tupate ufahamu wa kiroho, ili tupate tuna baraka za kimwili. Tupate na baraka za kimwili, tustawi. Ni Zaburi ya kwanza ambayo inasema, yaki mtu aliyeshika sheria ya Bwana anakuwa kama anastawi, anakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Mti ambao huko kwenye vijito vya maji, sio yaani huna haja ya kumwagilia, mizizi yake yenyewe inanyonya maji. Sio ule mti ambao unahangaika kumwagilia kwa juu. Huu unanyonya kuanzia chini. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio wewe ambaye utaishika sheria ya Bwana, au ambaye umeishika sheria ya Bwana,
utapendeza, na watoto wako watapendeza, na familia yako itapendeza. Amen. Kwa sababu umeshika sheria ya Bwana. Kwa kweli kanisa hili watu wanapendeza sana. Ukiwaangalia watu wenyewe kazi wanazofanya ni kama ndogo ndogo, lakini bado watu wanakuja kanisani wamependeza mno na familia zao. Na sasa Mungu anazidi kuwabariki zaidi na zaidi. Bwana atusaidie. Baba alisema Jumapili iliyopita kwamba tutabarikiwa sio kwa pamoja, mwingine leo, mwingine kesho, mwingine siku hii, mwingine siku hii. Ndio tuliambiwa tusinuniane au tusioneane wivu. Kwa hiyo si tukae tayari kutembea na Bwana. Bwana atakuambia nini? Kwa maana hiyo Yesu anakutaka usipumzike. Ila ukifanya mapenzi ya Mungu ndio unapumzika. Lakini ukisema mimi napumzika sasa kutoa, au napumzika sijui kufanya jambo fulani, kumbe ndio haupumziki. Hicho ndio kinyume, sasa ndio haupumziki. Lakini ukifanya jambo la Bwana ndio unapata pumziko la kweli, pumziko la moyoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu uombe Mungu akusaidie, umsikie tena, ufuatane naye tena, ili usikie mambo mazuri kutoka kwake, ili usikie uongozi mzuri kutoka kwake. Uombe msamaha kwa Mungu kwa siri ya moyo wako kabisa, kwamba Mungu, kwa kweli uliniambia nifanye jambo fulani, nifanye jambo fulani, lakini sijalifanya. Mambo ni mengi ya kufanya. Wamama tusielewe tu ni kutegemeza watumishi. Ni sawa kutegemeza watumishi, hilo nalo kuna watu waliliona, lakini yako mambo mengi ya kufanya hata nje ya kanisa. Ikiwa tu Bwana atakuelekeza lifanye hili jambo, ikiwa ni Mungu, litakuwa ni jambo lenye utukufu, litakuwa ni jambo zuri sana. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kuna mfano unakuja kuna mfano unakuja moyoni mwangu, acha tukuseme. Wakati baba ameingia kwenye uaskofu, mimi nililia. Nikasema jamani, sasa mimi nitaitwa mama askofu, kweli nitafanya nini? Ni kitu gani kabisa jamani ambacho ukiitwa sasa mama askofu? Nimeteseka mpaka wamama fulani wanasema, wewe vipi? Mbona umezidi sasa? Bwana atusaidie. Amen. Lakini kwenye haya maombi ya mwezi wa kwanza, maombi hayo, nikasema Bwana sasa unionyeshe jambo la kufanya. Nionyeshe jambo la kufanya. Nifanye kitu gani mimi kama mtumishi wako? Maana mwanzo wetu tulikuwa nafurahia sasa miaka 5 iishe kabisa tumalize. Kumbe iishe mwenzangu anafanya, mimi hamna. Bwana atusaidie sana. Amen. Lakini Mungu ni mwema, alinihurumia. Nikasikia moyoni, nikaanza kuwashirikisha kwa kina Mamabi, Joyce. Naambia ni kama nimeshasikia muda mrefu, lakini nimesema hebu litokote kabisa, kama ni kitu cha kuiva, kiive hasa. Nikawashirikisha. Kwa kweli nilisikia moyoni. Sio kwamba najivuna, lakini nawashukuru na wamama wachungaji wa jimbo walielewa. Nikasikia moyoni, kwani unahangaika, kazi zimeisha? Ni mko wengi, kuna watoto wanalia kwenda kusoma, hawana msaada. Si tukusanyane tuwasaidie hao watoto. Bwana Yesu atusaidie sana. Watoto ambao hawana wazazi, watoto yatima, likaja moyoni mwangu, nikapeleka kwa Mamabi, nikapeleka kwa Joyce, nikapeleka na kwa watumishi wengine. Nikasema sawa. Ndipo nikalipeleka kwa mama wachungaji jimbo. Jamani, wale watoto wana furaha, wanaita bibi, wanafurahi. Nikawa ni jambo jipya. Nashukuru hata siku ya wababa imekuwepo. Wababa wa kanisa hili kwa kweli, wamama wachungaji wamewaombea. Mmetoa sana. Yaani imetusukuma mpaka wale watoto wameongezeka. Tumekuwa na watoto
kama 8 kama 7 hivi ambao sasa wako sekondari. Bwana Yesu atusaidie. Yaani tumeanzia kuchukua mtoto wa kuanzia form 1 mpaka form 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namuomba Mungu tena. Hata juzi kwa wamama, kwa kweli hili jambo limekuwepo kwa muda. Juzi tena kwa mama wachungaji nilikuwa nasikia moyo tu kwamba Mungu atupe jambo la kufanya tena mwaka huu. Amen. Hebu Mungu akupe. Lakini atakupaje? Maana hauko naye karibu, hauwezi kusikia, hauwezi kuliona, uko naye mbali. Hebu jiungamanishe na Bwana, mwambie Bwana, mimi natubu yote ulioniambia, lakini naanza upya, unirudishe nianze upya, nitakusikiliza. Na kweli hicho kiapo ni wewe na Bwana, ila sisi tutakuona unaanza kuchomoza. Watumishi wa Mungu watakuona unaanza kuchomoza. Kumbe umekifanya kiapo wewe mwenyewe na Bwana kwamba Bwana, safari hii ukiniambia kufanya jambo fulani sitafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tuishie mahali hapa. Tusimame. Amen.